Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwananchi, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia mambo yakiwa ni magumu kwa upande wa wananchi, namna ambavyo kadili siku ambavyo zinavyozidi kwenda unakwenda kushuhudia mambo yanavyozidi kuwa magumu kwenye kikosi cha Young Africans juu ya matokeo na mpira, hata namna ambavyo wanavyocheza. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo maamuzi yamekwenda kufanyika ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga baada ya kile kilichoweza kutokea. Sasa Young Africans wameamua kuja na suluhisho la kuweza kurahisisha ama kumaliza changamoto hii ambayo inaikumba kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kuna maoni, baadhi ya mashabiki walikuwa wanataka hili lifanyike na limefanikiwa kuweza kufanyika kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Ni jambo gani hilo? Utakwenda kulijua hapa kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea chote mimi nimekusogezea hapo. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi. Hapa nazungumzia Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili linaloendelea, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba ukiwa umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele unakuwa na uhakika zaidi wa kuweza kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuna katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans ambayo kwa sasa inapitia katika mabonde na milima, changamoto zimekuwa ni nyingi. Ukiweza kushuhudia mpira ambao wanaocheza au furahishi na auleti matokeo chanya kwenye kikosi chao. Ukiweza kushuhudia kila siku wakiweza kuangusha pointi, kadili siku ambavyo zinavyozidi kwenda sare zinakuwa ni nyingi, huku pia majeruhi wanazidi kuongezeka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Mpaka sasa kuna takriban zaidi ya watu ambao wako na zile injury, ni takriban wachezaji wasiopungua 7 ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Yanga. Wanazungumzia mtu kama Dube, Shadrack Kiboka, Edmund John, Clement Mzinze, Ibrahim Baka, Dickson Job. Ni watu ambao ni muhimu kwenye kikosi cha Young Africans. Sasa Young Africans licha kwamba wana majeruhi wengi, lakini wana kikosi kipana, ambapo wanaona kama kocha Pedro anashindwa kukitumia kikosi chake inavyotakiwa kuweza kuleta matokeo chanya kwenye kikosi chao. Hivyo basi inaelezwa kwamba wapo katika mkutano mzito kweli, ambapo wanakwenda kujadiliana juu ya mustakabali wao kuweza kufikia kuweza kuamua kuvunja mkataba wa pande zote mbili ili kuweza kupata kocha mwingine ambaye ataweza kuisogeza ama kuimalizia Young Africans katika hali nzuri. Kumbuka ya kwamba hata ule kuna msimu ambao uliopita Young Africans ilikuwa chini ya kocha Sidi Ramovic, baadaye kocha huyo akatangaza kuondoka kwa makubaliano ya pande zote mbili, lakini timu ilikuwa katikati ya msimu ikaja kuchukuliwa na kocha Mirudi Hamdi, na mwisho wa siku wakabeba ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa haya ambayo yanayoendelea kwa sasa hivi, inaelezwa kwamba Young Africans kupitia uongozi wake, ambapo kocha Pedro ameagana na wachezaji leo baada ya kuwasili Dar es Salaam kutoka Dodoma, hatua inayoashiria mabadiliko makubwa ndani ya benchi la ufundi. Pedro sasa amefunga rasmi ukurasa wake, huku klabu ikijiandaa kwa sura mpya na benchi la ufundi. Yanga sasa katika nafasi ya mabadiliko. Yanga inalipotiwa muda wowote inaweza kutangaza kocha mpya. Benchi lote la ufundi linaweza kubadilika. Mazungumzo ya mwisho yanaendelea nyuma ya pazia.
tetesi za kocha mpya. Ndani ya klabu kuna taarifa za mazungumzo na majina makubwa. Sasa Young Africans hawajataka kwenda mbali kwa sababu wanajua kwamba inabidi wapate mtu ambaye anaijua timu, anajua ligi vizuri ya Tanzania na nini ambacho wanakitaka, hivyo ili waweze kumaliza msimu katika hali nzuri. Sasa inaelezwa kwamba inabidi wapate watu ambao wanawajua vizuri na pengine wamewahi kufanya nao kazi kwa siku za nyuma ama hivi karibuni. Sasa taarifa zinaelezwa kwamba katika majina ambayo yapo katika mezani kwa injinia ni pamoja na jina la kocha ambaye aliwahi kupita hapo kwa mafanikio makubwa, kocha Nasbi Nabi, huku taarifa zikieleza kwamba baba Nabi anarudi kwenye kikosi cha Yanga na ndipo wapo katika mazungumzo kuweza kuwafikiana kama wataweza kukubaliana kwenye kile ambacho Nasbi Nabi anakitaka na wananchi Young Africans wanakitaka kwa Nabi. Kama wakiafikiana, basi huenda dili hilo likawa liko vizuri zaidi, lakini pia wameweka option mbili. Kama watamkosa kocha Nasbi Nabi, basi jina lingine ambalo lipo mezani mwa injinia ni kocha Mirudi Hamdi. Huyu ni kocha ambaye msimu uliopita aliweza kuwapatia Young Africans taji, ambapo alikuta timu iko kwenye nyakati ambazo sio nzuri. Hapo timu tayari ishatolewa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ikiwa chini ya kocha Sidi Ramovic, na kocha huyu alikuwa ni kocha wa Singida Black Stars, akachukuliwa kuja kuifundisha Young Africans, akamaliza nayo msimu, akawaachia na kombe, akawaachia kombe la FA pamoja na kombe la ligi. Mwisho siku baada ya hapo, kwa mujibu wa yeye anazungumza, anasema ya kwamba kile ambacho alichokuwa na taka ni kubaki kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, lakini alipoenda kuwasilisha ombi hilo, viongozi walimwambia kwamba kuna kocha mpya anatarajiwa kutua. Kwa hiyo wenyewe walikuwa wanataka shughuli naye. Alipomaliza msimu akawa ameondoka na kwenda Al-Masry, kitu kama hicho, ambapo alipofika kule kidogo mambo hayakuwa mazuri kwa upande wake, na yeye uko kidogo akawa ametimuliwa kazi. Sasa ndio hawa makocha wawili ambao wanapigiwa upatu sana kwenye kikosi cha Young Africans, na inaelezwa mmoja kati yao anaweza kuchukua mikoba ya timu kuendelea na msimu na hatua inayofuata ya mashindano muhimu. Hii ni hatua ya kawaida kwa timu kubwa, mabadiliko ya benchi, mabadiliko ya dira ya timu. Mashabiki sasa wanasubiri tangazo rasmi kuona ni nani atachukua jukumu la kuongoza jahazi la wananchi mapema kabisa, kwa sababu sasa hivi wapo katika kipindi cha mapumziko ambapo wanatarajia kwamba pengine kile ambacho kinachotarajiwa ni kuweza kusikia ni yapi ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo kila mmoja anasubiri kuweza kuona ni jina gani ambalo litakalo hapa nazungumzia tua kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini anaandika Haji Sunday Manara, mwanachama wa klabu ya soka Young Africans, anasema ya kwamba akisifu Manara ameibuka na ujumbe mzito akisifu falsafa za timu kubwa ikitokea mfano Al Ahly, lakini akigeukia upande wa Young Africans ambao ni Yanga, Manara amesema wazi, tusichelewe wakubwa zangu, akiweka msisitizo kufanya maamuzi tu haitoshi, kufanya maamuzi sahihi haitoshi, hata kufanya sahihi kwa wakati sahihi haitoshi. Suluhisho ni kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi na kwa kasi ya kutosha kuokoa muda. Pendekezo lake, Jumatatu ingekuwa muda sahihi kwa kocha mpya wa Yanga kuwa tayari ndani ya ndege kuja kuanza kazi mara moja. Manara anasisitiza kocha awe anajulikana, awe na uwezo wa kuwafundisha vizuri wachezaji waliopo sasa. Nukuu yake, haya ni mawazo yangu kama mwana Yanga, nipingeni mimi mla msipinge mawazo sahihi, hata kama nayatoa kwa msiyempenda. Unaona bana, akiweza kuandika ujumbe wake hivyo, akiweza kusisitiza kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya kocha mpya pamoja na huyu kocha ambaye kwa sasa bado Young Africans hawajatoa taarifa rasmi juu ya kuweza kuachana naye. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Wewe umepokeaje taarifa hizi hapo chini kwenye uwanja wa comment? Acha